Ukidhani ya kwamba wewe unaishi na mwanamke, hata kama umezaa watoto, na wewe unajipa haki kwamba hiyo ni ndoa, nami nitakupeleka kwa watu ambao mnawaita nyewe wenyewe kwamba ni malaya, na wanaishi vile vile unavyoishi. Unawahukumu ili wao hawajihukumu. Unajipa uhalali. Nani aliyekupa uhalali wa kuishi na mwanaume au na mwanamke ambao hujafunga naye ndoa? Sisi ni waaminio. Amen. Haleluya. Amen. Wakati ule tuliishi katika giza, lakini leo hatuishi gizani. Ujumbe tunaopokea ni kututoa gizani na kutuweka vilivyo katika nuru. Amen. Tulitangaza ya kwamba ndugu katika mkoa wa Kigoma ambaye anajua ya kwamba anaishi na mwanamke na hajafunga ndoa na huyo mwanamke, ajitokeze, tumshauri, tumuonyeshe njia ya kurekebisha na kuhalalisha ndoa yake. Tupata message nyingi. Bwana Mungu atusaidie sana. Naomba niwaambie hivi, hatuko katika wakati wa mabishano. Huu sio wakati wa kubishana. Huu ni wakati wa kujitengeneza, wa kujiweka tayari. Ninaeleweka? Tunaishi saa wakati wa kujiweka tayari, kwa sababu Biblia inasema kwamba yeye atakuja kama mwizi. Hakuna ajuaye ni saa ngapi au ni siku ipi. Anytime anaweza kaja. Atakukuta unaishi na mwanamke, atakukuta unaishi na mwanaume, na huyo si ndoa yako. Utasemaje? Kwa pamoja. Swala lingine, kuna mazoea. Umekaa naye miaka 10, 20, 30 na kuendelea, lakini unajua kuna utaratibu wa neno ambao ni lazima uufuate ili huyo naishi naye aitwe kwamba ni mkeo au ni mumeo. Kuna utaratibu. Usipofuata huu utaratibu, wewe uko kwenye utaratibu uliojiundia wewe au mapokeo ya watu wasioamini. Sisi ni waaminio tu, wakati wa kurekebisha mambo. Inawezekana ikitokea ukaishi na mwanamke mkapendana kwa namna mliopendana, lakini ujumbe ni kutusahihisha. Ni kweli au si kweli? Kwani ujumbe tunaopokea kwa njia hii ni kutusahihisha, kutuweka mahala palipo pazuri, palipo sahihi. Wengine wakasema sheria za nchi zinatambua ya kwamba ukiishi na mwanamke miaka kadhaa tayari huyo ni mkeo. Sheria za nchi sio sheria za Mungu. Ni mambo mawili tofauti. Ndio maana ujumbe ukaja ili tujue kilicho mapenzi ya Mungu na tukifuate. Ni kweli? Tunao hata wahudumu ambao wanahudumu neno la Mungu na sababu na kadhalika. Sitasema kwamba wasihudumu, ila ni wakati wao kutengeneza ili wahudumu katika mazingira sahihi. Nimeeleweka? Usilizike na mazingira sio sahihi. Unajua ndugu, mimi kwa kweli sijasema ufukuze, unielewe vizuri, bali nasema ni wakati wa kurekebisha. Jiweke tayari, utuambie ni lini ambao utakuwa tayari, tena wale haraka iwezekanavyo. Hata leo. Hata leo. Utaratibu wa ndoa ni lazima uwe umetoa mahali. Yaani maana yake umepewa na mtu aliyezaa huyo mtoto. Kwa hiari yake anasema ninakukabidhi. Kama wewe ana
Namba mbili, akikuruhusu atakwambia masharti yake. Masharti yako, leta milioni kadhaa, leta shilingi kadhaa, leta bushi kadhaa, leta hata hii. Hata kama hatakwambia, atakwambia kitu fulani, timiza. Hiyo inaitwa mahari. Tuko pamoja? Kutengeneza hayo mambo kuna ubaya gani? Sipati tuende mbinguni? Ndio. Toa bushi kama nakuomba bushi. Kama ni ng'ombe, kuna hela za kutoa ng'ombe, kubaliana naye ndani upate kibali kwake. Amen. Kisha unaenda kwa mchungaji akufungia ndoa. Mtumishi wa Bwana alisema hata ofisini kwake sio lazima ufanye sherehe ya milioni. Hata ofisini kwake mtaweka mambo salama na Bwana atawabariki. Amen. Kwa nini tuendelee kuishi katika maisha ya kujifariji sisi wakati tunapata neno la kutusahihisha? Amen. Kwa hiyo mimi natangaza moja kwa moja kwamba tujiweke tayari. Wahuduma ambao hawajafunga ndoa wajue ya kwamba huu ndio wakati wa kuweka mambo sawa. La sivyo, hata huduma yako tutaiweka mashakani. Tuko pamoja? Unashindwa kutengeneza mambo madogo. Tutaaminije kwa kunaamini hilo neno? Hilo neno ambalo unalihubiri unaliaminije? Lenyewe tunakwambia fanye hivyo, lakini utaki. Unajua, ni swala la kuweka miaka kesho ijayo kumi. Ni swala la kurekebisha haraka iwezekanavyo. Amen. Amen. Kwa Mungu asifiwe. Amen. Kwa bahati nzuri ndugu nzima hapa alishafunga ndoa. Alishafunga ndoa. Ndio. Yaani mimi ningekushauri vibaya sana. Kwa Mungu aweza. Kwa hiyo ni kila mmoja kama unataka kwenda mbinguni, swala la kupokeleaje, mnaishije kitandani na kadhalika imeshazungumziwa. Mimi nazungumzia kwa habari ya kuhalalisha ndoa yako. Amen. Usikubali kuishi katika mazingira fulani, ukitengeneza mazingira pana, mazingira ya neno. Oa mke wako halali. Hakuna kikwazo. Wewe unatafuta kibali cha wazazi wa mwanamke, ukishakipata toa mahali kama wanakuomba mahali kiasi gani, muone mchungaji, utafungiwa ndoa na utaishi kwa ajili ndoa yako itakuwa ni ndoa halali. Tunaona migongano katika ndoa. Mwanamke anasema, kwa nini unanishauri gani? Unanishauri nini? Umeishi naye na watoto sasa hivi wako university, sio? Lakini yeye bado hajaamini kwamba umemnunua. Kwa ndoa nani mahali nini? Sikununua. Tumesema mtumishi wa Bwana anasema kwamba kunitoa